Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu watazamaji, leo tutajifunza sura tatu ambazo lau qara'ataha sab'a maratin kulla yaumi, kama utazisoma sura hizi mara 7 kila siku, basi yaatika malakun, atakujia malaika, yukhbiruka bilhalli, kukueleza njia ya kutoka katika matatizo uliyokuwa nayo, njia ya kutoka katika shida na dhiki ulizokuwa nazo. Na hizi sura ni mujarrabun, zimefanyiwa majaribio, zikaonekana ni sura ambazo lao utazisoma mara 7 kila siku kabla ya kulala, basi atakujia malaika kukueleza jawabu la matatizo yako au suluhu au njia ya kutoka katika matatizo uliyokuwa nayo. Na sura ya kwanza ndugu zangu ni Suratu Tini, Suratu Tini ambayo ni sura ya 95. Utaisoma kuanzia aya yake ya kwanza mpaka aya yake ya 8 mara 7. Suratu Tini, watini wazaitun wa turi sinin wa hadha albaladi alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ila akhiriha, mpaka mwisho wa sura. Sura ya pili ni Suratu Shamsi ambayo ni sura ya 91. Utaisoma kuanzia aya yake ya kwanza mpaka aya yake ya 15. Utasoma kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 15. Suratu Shamsi, yani washamsi wa duhaha, walaili washamsi wa duhaha ila akhiriha, yani utaisoma hii sura mpaka mwisho wake mara 7. Sura ya tatu ni Suratu Laili ambayo ni sura ya 92. Sura ya 92 utaisoma kuanzia aya yake ya kwanza mpaka aya ya 21, ambayo ni Suratu Laili. Nasema walaili idha yakhsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa dhakara wal untha inna sa'yakum la shatta. Kullu sura, kila sura ndugu zangu, minhum, miongoni mwa hizi sura tatu tulizozitaja, iqra'aha 7 marat, isome mara 7. Kila sura isome mara 7. Satara min Allahi ta'ala agaibul ugab, utaona maajabu makubwa ndugu yangu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utaona maajabu makubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wasayatika malakun, na atakujia malaika, yukhbiruka bilhalli, kukueleza jawabu, suluhu, njia ya kutoka, min ajli ikhrajika min azmatika. Atakujia malaika kwa ajili ya kukueleza njia itakayokutoa katika matatizo, katika shida, katika dhiki ulizokuwa nazo. Kwa hivyo ndugu yangu mtazamaji, hizo ni sura tatu ambazo ukizisoma mara 7 kila siku kabla ya kulala, kwa nia ya kumwomba Allah akuoneshe njia ya kutoka katika matatizo uliyokuwa nayo, jawabu la kutoka katika matatizo uliyokuwa nayo, suluhu ya kutoka katika matatizo uliyokuwa nayo, basi Mwenyezi Mungu